Sasa kila mtu amgeuka Samia na kuegemea upande wa Tundu Lissu. Taarifa njema tena kwa Tundu Lissu leo, Samia awekwa chini ya shinikizo jipya zito kuamuru kuachiliwa Tundu Lissu. Rufaa mpya ndiyo imeingia kwenye mjadala leo unaokuwa nchini Tanzania kuhusu kufungwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Na wakati huu haitoki kwa wanasiasa, serikali za kigeni au mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Inatoka kwa wazee wa kimila wanaowakilisha ukoo 12 kutoka Tarime, mkoa ambao sauti yake ya kisiasa mara nyingi imekuwa na uzito mkubwa katika mazungumzo ya kitaifa ya Tanzania. Mtazamaji, kabla tuendelee na taarifa hizi, nimegundua wengi wenu mnasikiliza habari kabla ya kulike video na kusubscribe. Hivyo basi leo chukua sekunde yako moja, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla tusonge mbele. Wazee sasa wanatoa wito wa moja kwa moja kwa Rais Samia kutumia falsafa ile ile ambayo amekuwa akihimiza mara kwa mara katika kipindi chote cha uongozi wake, falsafa ya 4Rs ambayo inahusisha maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Hoja yao ni rahisi lakini ina uzito mkubwa wa kisiasa. Wanasema kuwa ikiwa kweli maridhiano ndiyo msingi wa mustakabali wa Tanzania, basi suala la kuendelea kushikiliwa kizuizini kwa Tundu Lissu linapaswa kushughulikiwa kwa hekima, mazungumzo na umoja wa kitaifa. Kauli yao inakuja wakati ambapo hali ni nyeti sana. Kwa miezi kadhaa mjadala kuhusu kuzuiliwa kwa Tundu Lissu umepanuka na kuvuka mipaka ya Tanzania. Kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola linaloshughulikia masuala ya utekelezaji limetoa mapendekezo mazito. Kikundi kazi cha Umoja wa Mataifa kinachoshughulikia kuzuiliwa kwa watu kiholela sasa pia kimeshatoa msimamo wake kuhusu suala la Tundu Lissu, na wote wanataka Tundu Lissu aachiliwe huru au kesi yake ikamilishwe haraka. Wabunge wa Seneti ya Marekani vilevile wamewasilisha hoja ya kutaka kufanyiwa tathmini upya kwa uhusiano na Tanzania. Bunge la Ulaya nalo limejadili hali ya mambo nchini humu. Sasa sauti nyingine imeungana na mjadala huo na kikundi hicho cha kumtetea Tundu Lissu, lakini tofauti na vikundi vingine, hili la wazee linatoka ndani ya mfumo wa uongozi wa kimila wa Tanzania. Akizungumza kwa niaba ya ukoo wa Nyabasi, Mzee Morris Mongosi alieleza kuwa koo hizo 12 zinaamini kuwa sifa ya muda mrefu ya Tanzania kama taifa la amani imekuwa ikitegemea mazungumzo badala ya makabiliano na vita. Kwa mujibu wake, nchi imetumia miongo kadhaa kujenga utamaduni ambapo tofauti za kimtazamo utatuliwa kupitia majadiliano na maelewano badala ya kuchochea migawanyiko. Ujumbe huo unaweka falsafa ya kisiasa ya Rais Samia yenyewe katika mjadala huu. Tangu aingie madarakani, Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza ajenda ya 4Rs kama mwongozo mkuu wa utawala wake, ikiwemo maridhiano ambayo yalikuwa miongoni mwa ahadi za awali alizozisisitiza mara tu baada ya kushika wadhifa huo. Amekuwa akisisitiza mara kwa mara kuwa Tanzania inahitaji kuponya migawanyiko ya kisiasa, kurejesha imani kati ya taasisi za wananchi na kujenga mazingira ambapo tofauti zinaweza kujadiliwa kwa amani badala ya kutumia njia za makabiliano. Licha hayo yote, Tundu Lissu bado kesi yake haijakamilika na bado yuko kizuizini. Hata hivyo, hii ilikuwa chini ya falsafa hiyo ambapo mikutano ya hadhara ya kisiasa iliruhusiwa tena baada ya miaka mingi ya vizuizi. Ilikuwa chini ya falsafa hiyo ambapo mazungumzo na vyama vya upinzani yalianza tena. Pia ilikuwa chini ya falsafa hiyo ambapo Watanzania wengi waliamini kuwa ukurasa mpya wa kisiasa unafunguliwa baada ya miaka ya mvutano mkali wa kisiasa. Hata hivyo, kukamatwa na kuendelea kushikiliwa kizuizini kwa Tundu Lissu kumeibua swali gumu zaidi la kisiasa. Wafuasi wa Chadema wanasema kwamba kuendelea kufungwa kwa mwenyekiti wao wa upinzani kunaonekana kutoendana na ajenda ya maridhiano ambayo serikali imeiendeleza. Kwa upande mwingine, maafisa wa serikali wanasisitiza kwamba kesi ya Tundu Lissu iko mahakamani kabisa na kwamba serikali haiwezi kuingilia kesi za kimahakama kwa sababu kufanya hivyo kungekiuka mgawanyo wa madaraka uliowekwa chini ya katiba ya Tanzania. Utofauti huo umebaki kuwa kitovu cha karibu kila jibu rasmi la serikali. Mara kwa mara mawaziri wamesisitiza kwamba hakuna mtu, ikiwa ni pamoja na Rais Samia, ana mamlaka ya kisheria ya kuelekeza mahakama jinsi ya kuamua kesi za jinai. Kulingana na msimamo wa serikali, kuheshimu uhuru wa kimahakama yenyewe ni sehemu ya kulinda demokrasia na utawala wa sheria. Hata hivyo, wazee wa Tarime sasa hawaombi mahakama kupuuza sheria. Badala yake waliunda rufaa yao kwa uangalifu kuhusu maridhiano, ustahimilivu badala ya kuingiliwa kwa mahakama.
Mung'osi, mmoja wa wazee hao, alisisitiza na kumwomba rais kwamba wazee wanajua kikamilifu kwamba michakato ya kisheria ipo na kwamba mahakama lazima ziendelee kutekeleza majukumu yao ya kikatiba. Rufaa yao, alielezea, haipaswi kutafsiriwa kama jaribio la kuwashinikiza majaji au kuingilia taasisi za kisheria. Badala yake, walijieleza kama walinzi wa amani ambao jukumu lao ni kuhimiza umoja wa kitaifa wakati wowote kutokubaliana kwa kisiasa kunapotishia maelewano ya kijamii. Utofauti huo ni muhimu kisiasa. Tofauti na wanasiasa wa upinzani wanaodai hatua za haraka, wazee walitegemea mamlaka ya kitamaduni na ushawishi wa kimaadili. Katika jamii nyingi za Tanzania, wazee wa kitamaduni wanashikilia nafasi ya kipekee ambayo mara nyingi hupita siasa za vyama. Ushawishi wao hautokani na uchaguzi au uteuzi wa serikali, bali kutokana na uongozi wa muda mrefu wa jamii na heshima ya kitamaduni. Wazee hao wanapozungumza kwa pamoja kuhusu masuala yanayoathiri umoja wa kitaifa nchini, kauli zao mara nyingi huzingatiwa zaidi ya jamii zao za karibu. Muda wa rufaa yao ni muhimu vile vile. Nchi bado imegawanyika sana kuhusu kifungo cha Tundu Lissu. Wafuasi wa Chadema wanaendelea kusisitiza kwamba kiongozi wa upinzani aachiliwe huru na aruhusiwe kuendelea kushiriki katika siasa za kitaifa kama kawaida yake. Maafisa wa serikali vilevile wanaendelea kusisitiza kwamba taasisi za kisheria lazima ziruhusiwe kufanya kazi kwa kujitegemea. Mashirika ya kimataifa yanaendelea kufuatilia maendeleo. Sasa viongozi wa kitamaduni wameanzisha mtazamo mwingine unaozingatia karibu kabisa maridhiano. Hata hivyo, wazee wanasema kwamba Tanzania imekuwa ikisifiwa kote Afrika kwa sababu ya uwezo wake wa kudumisha amani licha kutokubaliana kisiasa. Kulingana nao, kudumisha sifa hiyo kunahitaji kujitolea, kuendelea kwa mazungumzo, heshima na utatuzi wa migogoro kwa amani. Wanaamini kuwa maridhiano hayapaswi kubaki kuwa kauli mbiu ya kisiasa tu, bali yanapaswa kuwa nyenzo ya kivitendo wakati wowote umoja wa kitaifa unapoonekana kutishiwa. Wakati mjadala ukiendelea, swali kuu lililoulizwa na wazee hao linabaki kwa la wazi. Ikiwa maridhiano ni mojawapo ya misingi mikuu ya kitaifa ya Tanzania, basi msingi huo unapaswa kudhihirikaje wakati nchi inapokabiliwa na mojawapo ya kesi za kisiasa zinazofuatiliwa kwa karibu zaidi? Swali hilo halitarajiwi kupotea hivi karibuni hadi siku Tundu Lissu atakanyaga nje ya gereza. Sasa swali hilo linaongezeka kwenye orodha inayokuwa ya wadau mbalimbali wakiwemo wanasiasa, wataalamu wa sheria, viongozi wa dini, mashirika ya kiraia, taasisi za kimataifa na sasa wazee wa kimila Tanzania, ambao kila mmoja anatoa mtazamo tofauti kuhusu jinsi Tanzania inavyopaswa kukabiliana na mojawapo ya nyakati muhimu zaidi za kisiasa katika historia yake ya hivi karibuni. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimejaliwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Nikifunga taarifa hizi, mtazamaji, maoni yako ni muhimu. Hivyo basi, upande wa maoni ama upande wa comment, nijuze unalipi la kusema kuhusiana na ripoti hizi mpya kumhusu Tundu Lissu na wito huu kwa Samia Suluhu.